As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Acha mizigo ile mawazo chini. Acha hayo mawazo chini. Shusha hayo mawazo ya juu ya kichwa chako. Maana saa ya Bwana kukuinua imefika. Hata kama wanakutupa baharini, Yesu anatokea huko baharini. Hata kama wanakutupa kwenye mlima, Yesu anatokea huko. Haya, navunja hiyo ndoa. Hiyo ndoa ya kipepo na ivunja sasa kwa jina la Yesu. Na ivunja. Haijalishi walikuweka wapi. Waliokuweka usiwawaze. Yupo Mungu akukutoa hapo walipokuweka. Haijalishi wamekuweka makaburini. Haijalishi hao waliokuweka huko. Usiwawaze waliokuweka. Let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni vema tujue namna ya kushinda vinavyotuzuia kupokea miujiza ya Mungu. Haleluya. Amen. Halo. Amen. Wakati tunataka kushinda. Wakati tunataka kushinda. Amen. Sasa naomba unisikilize kwa makini kwa sababu ni jambo ambalo ninajua linawatesa watu wengi na linasababisha hawapokei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha kwanza kinachowasumbua watu wengi ni kuwaza sana wale waliowaweka mahali pabaya. Yeyote aliyekukosea, yeyote aliyekukwaza, unamfikiria sana. Matokeo yake unakuwa umebaki kwenye kifungo cha kumwaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Amen. Mara nyingi huwa ninaombea watu. Unaweza kuombea mtu mwingine, sio pepo limelipuka, yeye mwenyewe binafsi anaanza kuongea, wananionea tu mtumishi wa Mungu, wananionea. Maana yake ndani ya moyo wake wamejaa watu waliomkwaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na wengine hata wao wanawataja. Sasa sisi tunaowahudumia huwa tunajua huyu sio pepo, huyu anaongea vilivyojaza moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna aliyepandisha mapepo na kuna anayeongea vilivyojaza moyo wake, na kwa sababu ya ule uchungu anaongea kwa kulia na kwa kushindwa kujizuia. Sasa wakati mwingine unaweza ukafikiria, kama hauna roho wa Mungu wa kujua, unaweza ukafikiria ni pepo limepandisha, kumbe ni yeye anacheua vilivyomjaza moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukichunguza maisha yako hayawezi kupiga hatua, utaishi kama ulivyokuwa 2016. Kwa sababu gani? Mtu asiyekuwa na wazo mpya hawezi kuzalisha jambo jipya. Haleluya. Amen. Ukiwa na mawazo ya zamani ya waliokutesa, ya waliokuonea, ya waliokuudhi, maana yake bado unaishi maudhi yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza linalotutesa na kutuzuia kupokea, tunawaza. Unawaza jinsi fulani alivyokuloka. Unawaza jinsi fulani alivyokuambia hutakao uolewe. Unawaza jinsi fulani alivyokuambia wewe hutakao ufanye biashara ukafanikiwa. Unawaza jinsi fulani alivyokuambia utaachika na sasa umeachika. Unawaza sana aliyekuambia mabaya. Hicho ndio kimekuwa kifungo chako. Hicho ulichosikia kwao ndio kifungo chako. Hicho unachowaza walichokutendea ndicho kifungo chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sisi kama tuko pamoja na Mungu. Amen. Tuko pamoja na Mungu. Amen. Jambo la pili ni kuwajadili hao waliokutenda mabaya. Kila ukikutana na wenzako waliotoka kijijini, unajadili waliokutenda mabaya kijijini. Kila ukikutana na majirani wa pale unapoishi, unajadili waliokutenda mabaya. Unawajadili, na kadri ambapo unawajadili ni sawa na kidonda
ambacho kila wakati unakitonesha. Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wengi ukikutana nao, hata wakija kwenye huduma, hata acha kukwambia mabaya aliyotendwa na mama mkwe wake, mabaya aliyotendwa na mawifi zake, mabaya aliyotendwa na mashemeji zake. Hata acha kukwambia waliomtenda mabaya kazini kwake, waliomtenda mabaya nyumbani kwake. Kadri ambavyo unazidi kuwajadili, ndio kadri ambavyo umewajaza, na uliojaza ndani ya moyo wako haliwezi likakuacha ukasababisha jambo jipya maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kama naongea na mtu. Amen. Sio kama naongea na mtu. Amen. Nikisoma Biblia inanionyesha vizuri, watu wote walioshinda vita vya kiroho na kimwili hawakukaa katika kuwawaza wanaowatenda mabaya, bali walikaa katika kuwaza matendo ya ajabu ya Mungu aliye naye. Haleluya. Amen. Ukikaa ukimwaza Mungu na maajabu yake, hautawaza mambo madogo madogo waliokutenda jirani zako. Hautawaza mambo madogo madogo majirani waliokueleza. Hautawaza mambo ya magonjwa ambayo daktari alikueleza. Ukitafakari ajabu za Bwana, Mungu atashughulika na vyote vinavyokutesa. Haleluya. Jambo la tatu, wasamehe na kusahau. Ni kazi ngumu sana watu wengi kusamehe na kusahau. Lakini Mungu akujalie neema na umuombe Mungu akupe neema ya kusamehe na kusahau. Haleluya. Amen. Halo. Amen. Kwa nini? Ukisahau hutapoteza muda wako ukitafakari mambo yao. Bwana Yesu. Amen. Halo. Amen. Kinachomfanya mtu kukaa kutafakari mabaya aliyotendewa ni kwa sababu anakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Amen. Kusamehe na kufanya nini? Kusahau. Kusamehe na kufanya nini? Kusahau. Na kusahau. Ukipenda kuwawaza sana, kuwajadili sana, hata ukienda kwenye juzi zako utawaona wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Amen. Utamuona bado anakukimbiza. Utamuona bado anakunyonga. Kwa sababu unamwaza sana, unamtafakari sana. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, tutasomea mstari wa 8. Asoma katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Maana ndipo utakapofanikiwa. Kisha ndipo utakapostawi sana. Kisha ndipo utakapostawi sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasemaje? Kitabu hiki cha Torati kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Muda ambao ungesema jinsi ambavyo ulikwazwa, ungesema Bwana, ninaona maneno yako yanayosema. Unasema mimi sitakuwa mkia bali nitakuwa kichwa. Unatafakari neno la Bwana. Haleluya. Amen. Badala ya kusema jinsi yule mama alivyokutenda mabaya, alivyokuendea kwa waganga, muda huo weka ukisema Bwana umesema utaibarikia kazi ya mikono yangu. Bwana umesema utabariki uzao wa tumbo langu. Bwana umesema. Unamkumbusha Bwana, unatafakari maneno yake ili ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesema ukitafakari hicho kitabu cha Torati usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa na ndipo utakapostawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie nyie mkikaa pale nyumbani kwenu mnatafakari nini? Mnawajadili kina nani? Mnawajadili waongo wa mtaani? Mnawajadili wambea wa mtaani? Halo. Amen. Mnawajadili washirikina walivyoenda kwa waganga? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Unajadili nini? Unatafakari
nini ukiwa nyumbani kwako? Haujalala usiku, nyumbani umekaa sebuleni, mnatafakari nini? Mnatafakari mnapologwa? Mnatafakari wale watesi wenu wanapofanya juu yenu? Bwana Yesu huyu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wengi wanateseka kwa wanateswa na nini? Hofu ya maneno yaliyowazunguka. Hofu ya watu waliowazunguka. Hofu ya vitisho vya maadui walionao. Bwana Yesu huyu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno limesemaje? Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke kinywani mwako. Yaani kama ambavyo unachomeka memory card kwenye nani alafu inaimba tu ule wimbo ulioweka humo, ndivyo ambavyo Biblia maneno yake yanatakiwa yakae kinywani mwako. Yaani ukiongea unaongea neno tu, ukiongea unaongea neno tu, ukiongea unaongea neno tu. Anasema ndipo utakapofanikiwa na ndipo utakapostawi sana. Hebu fungua kitabu cha Mwanzo 40 mstari wa 7 tunaenda mpaka 15. Mwanzo 40:7 mpaka 15, nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Akawauliza hao maakida wa Farao. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo. Waliokuwa pamoja naye katika kifungo. Nyumbani mwa bwana wake. Nyumbani mwa bwana wake. Huyo ni Yusufu, anawauliza maakida waliokuwa nao kifungoni. Akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Yusufu anawaangalia wafungwa wenzake wameamka asubuhi. Anawaangalia nyuso zimekunjamana, anauliza, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezaye kuifasiri. Tumeota ndoto wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu. Kufasiri ndoto si kazi. Angalia mtu ambaye anawaza mambo ya Mungu. Yeye anakutana nao nyuso zimekunjamana, wanamwambia tumeota ndoto wala hapana awezaye kufasiri. Anawapa jibu rahisi. Kufasiri si kazi ya Mungu. Kwa sababu ndani yake anamtafakari Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tafadhali niambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake. Akamwambia, katika ndoto yangu nimeota. Uko mzabibu mbele yangu. Na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu. Nao ulikuwa kana unamea. Yaani kama unamea. Unachanua maua. Vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao. Nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Ndio. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii. Matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako. Atakurudisha katika kazi yako. Nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake. Kama desturi ya kwanza. Ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi. Angalia sasa Yusufu anachomwambia. Unajua yeye yuko gerezani lakini anaona zaidi ya kuwa gerezani. Unajua unaweza ukawa kifungoni unaona kifungo chako tu. Kifungo kimekuzunguka mpaka ufikiri. Ndio maana nikasema hivi, usifikirie waliokufunga, fikiria zaidi ya waliokufunga. Bwana Yesu. Amen. Ukitafakari na kuwafikiria waliokutenda mabaya, unabaki kwenye kile kifungo. Hao watu walikuwa gerezani lakini walikuwa wanawaza zaidi kifungo chao. Lakini Yusufu alikuwa anawaza zaidi ya kifungo, alikuwa anamuwaza Mungu. Yusufu alipomaliza kutafsiria ndoto akamwambia, na wewe usifanye nini? Usinisahau. Anasema utakapopata mema usinisahau. Ulifanyie fadhili na kuomba. Ukanitaje kwa Farao. Na kunitoa katika nyumba hii. Kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania.
maana hakika naliibiwa katika nchi ya Waebrania. Hebu acheni hapo. Ngoja nikwambie. Unajua inawezekana hujaelewa maana hilo neno. Kwa nini anamwambia usiache kunitaja kwa Farao ili kunitoa katika nyumba hii? Yusufu alikuwa anawaza ni wapi itatokea nafasi ya kunitoa kwenye hichi kifungo, ni wapi nitapata nafasi ya kutoka kwenye hichi kifungo. Kwa hiyo alipopata mtu ambaye atatoka kifungoni aende kwa Farao, akampa ujumbe kwamba usiache kunitaja kwa Farao, maana ukinitaja kwa Farao nitapata mlango wa kutoka hapa nilipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badala ya kufikiria waliokurusha fedha, fikiria kuungana na watu watakao kusababisha ufanye biashara nyingine upate faida. Amen. Badala ya kufikiria watu waliokutapeli, anza kuanza kukutana na watu watakao kusababisha maisha yako yabadilike. Amen. Sijui kama naongea na mtu. Amen. Ukikaa ukitafakari waliokutenda mabaya, hautapiga hatua. Ukikaa ukifikiria waliokutenda vibaya, utabaki kwenye hicho kifungo, utaishi kwa hofu na mashaka. Lakini Yusufu akiwa gerezani alikuwa hawazi jela, anawaza nani atatokea atakayenitaja kwa Farao, na akatokea mtu atakayemtaja kwa Farao, akamwambia usiache kunitaja kwa Farao. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kila siku wanasema hakuna mtu anafanikiwa bila watu. Mafanikio yako yako kwa watu. Sasa nani atakaye kuunganisha na watu wa muhimu maishani mwako? Ni nani atakaye kuunganisha na watu watakaosababisha maisha yako yabadilike? Ni nani atakaye kuunganisha nao? Kama ukikaa unazungumza na kuwaza watu waliokutenda mabaya, kama ukikaa ukizungumza na watu ambao wanarudisha maisha yako nyuma, ni nani atakaye kukutanisha nao? Lazima utafute, utazame mbele, umtazame Mungu, na Mungu akukutanisha na watu watakaosababisha maisha yako kubadilika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana hata Farao, Yusufu alipotafsiri ndoto yake, Yusufu alipomaliza kutafsiri ndoto yake akamwambia, tumpate wapi mtu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake kama wewe, atakaye tekeleza hayo uliyotafsiri kwenye ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Farao akamwambia, wewe ndiye utakayekuwa msimamizi juu ya Misri na watu wake. Kutoka kwa Farao ni kwa Yusufu. Kwa sababu gani? Ni nani atakaye tekeleza hayo ambayo yeye Mungu amempa hekima kuyaona? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anawaza ndani ya moyo wake, anajua vizuri ya kwamba yuko Mungu aliyenipa ndoto. Katika hiyo ndoto niliwaona wakinisujudia. Hata kama wamenitenda mabaya leo, lakini iko siku ya kunisujudia. Hata kama wamenidharau leo, iko siku ya kunisujudia. Hata kama wamenichukia leo, iko siku ya kunisujudia. Hata kama wameniuza nimeenda Misri, iko siku ya kunisujudia. Na hiyo siku Bwana ndiye anaipanga. Haleluya. Yusufu hakuwa na wasiwasi juu yao. Sijui kwa nini wewe unawawaza waliokutoa kijijini. Sijui kwa nini unawaza waliokudhulumu shamba. Sijui kwa nini unawaza walioshikilia watoto wako. Sijui kwa nini unawaza waliokutenda mabaya. Futa hayo mawazo, anza kuwaza Mungu ambaye anawaza mema juu yako. Mungu anayewaza mipango mizuri juu yako. Huyo ndiye anatakiwa mtegemee. Huyo ndiye anatakiwa muwaze. Huyo ndiye anatakiwa mtazame, maana amebeba hatima yako. Amen. Hakuna mahali kwenye Biblia utaona Yusufu akimlalamikia mtu. Alipouzwa kwa Potifa, hakuna mahali alilalamika kumwambia Potifa, unajua kaka zangu waliniuza. Watu wengi wanapokuja na kwenye ibada wanasema, mtumishi, unajua mimi kule kwetu ndugu zangu wote wananichukia, wazazi wangu hawanipendi, wanawapenda wengine hawanipendi mimi, wananionea sana, wananichukia sana, nikienda nyumbani wazazi hawanipendi. Umebeba malalamiko na manunguniko. Acha manunguniko, acha malalamiko, mtazame Yesu ambaye ana majibu ya maisha yako. Mtazame Yesu ambaye ana majibu ya maisha yako. Mtazame Yesu ambaye ana majibu ya maisha yako. Anaweza akakuinua akakubariki, hata kama sio kupitia kwa wazazi wako, ana watu wa kukuinua. Haleluya. Amen. Sije kama tuelewana. Amina. Wako wengi hawakuwa na wazazi, leo ni mabilionea. Wako wengi hawakuwa na wafadhili, leo wamesoma. Wako wengi ambao hawakuwa na marafiki wazuri, lakini leo wameinuka kimaisha. Mungu akisema ndio, hakuna awezaye kusema hapana. Hata kama ni wachawi hawezi kuzuia njia yako. Ndio maana wamekulonga
haujafa mpaka leo. Ndio maana wamekuchawia lakini haujafa mpaka leo. Kwa sababu Mungu ana kusudi na maisha yako. Kama alivyokuwa na kusudi na maisha ya Yusufu. Alipokuwa na Yusufu walijaribu kumuua Yusufu wakaahirisha. Maana Yusufu ndoto yake haifi. Haleluya. Amen. Sisi kama tuelewana. Amina. Walijaribu wamuue Yusufu. Mmoja wao akasema tusimuue. Waismaili wale wanapita, tumuuze kwa Waismaili. Haleluya. Amen. Walipokuwa wanamuuza Yusufu, Yusufu ameenda na maono yake. Yusufu ameenda na ndoto yake. Alipoingia kwa Potifa akapata kibali mikononi machoni pa Potifa. Potifa naye akamweka awe msimamizi wa mali zake zote. Haleluya. Amen. Mke wa Potifa akamsingizia, akapelekwa gerezani. Alipopelekwa gerezani, mkuu wa gereza naye akampa tena cheo juu ya wafungwa wengine. Haleluya. Amen. Hapo ndipo akakutana na mfungwa ambaye alikuwa mnyweshaji wa Farao. Akamwambia, wewe ndoto yako inaonyesha siku 3 utarudi kwa Farao na utaendelea kumnywesha Farao, na ukirudi kwa Farao usiache kunitaja kwa Farao, maana ninaona majira yangu ya kutoka jela iko mikononi mwako. Ukifika kwa Farao usiache kunitaja kwa Farao, usiache kunitaja kwa Farao, usiache kunitaja kwa Farao. Nami ninakuambia habari njema ya kwamba jioni ya leo kuna sababu ya wewe kuwepo katika ibada hii, ya kwamba mimi ninakutaja kwa Mungu Baba, ya kwamba wakati wako wa kutoka kwenye hilo gereza limefika. Wakati wa kutoka kwenye hilo gereza limefika. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Saa ya kutoka kwenye gereza limefika. Haijalishi wale uliokuwa na wawaza, acha mizigo hiyo ya mawazo chini. Acha hayo mawazo chini. Shusha hayo mawazo yaondoe juu ya kichwa chako. Maana saa ya Bwana kukuinua imefika. Ukiondoa hayo mawazo, anaingiza wazo mpya ndani yako. Hilo wazo linakuondoa mahali ulipo katika jina la Yesu. Amen. Sijui kama tuelewana. Amen. Tunaelewana na Mungu. Amen. Tunaelewana na Mungu. Amen. Tunaelewana na Mungu. Amen. Tunaelewana na Mungu. Amen. Sikia. Haijalishi walikuweka wapi, waliokuweka usiwawaze. Yupo Mungu akukutoa hapo walipokuweka. Haijalishi wamekuweka makaburini, haijalishi hao waliokuweka huko, usiwawaze waliokuweka huko. Yuko Mungu atakaye kutoa huko. Hata kama Yesu aliwekwa kaburini, hawakuwaza nani alimweka kaburini, lakini yuko Mungu aliyesema, aliyetuma malaika akaviringisha lile jiwe na Yesu akatoka kaburini. Huyo ndiye Mungu tunayemtaka, huyo atakaye kutoa ulikowekwa kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Wamekushusha cheo kwa njia za kichawi, yuko Mungu atakaye kutoa hapa kuweke mahali pako kwa jina la Yesu aliye hai. Wamekuvua heshima yako, yuko Mungu atakaye kurudishia heshima yako. Huyo ndio wa kumwangalia. Haleluya. Wamekubebesha magonjwa, yuko Mungu atakaye rudisha afya yako. Huyo ndio wa kumtazama. Haleluya. Amina. Kazi yako ni kumtazama Yesu, kumtazama Mungu aliye hai, maana yeye ndiye ana uwezo wa kutenda maajabu juu yako. Usiwaze kwa nini sasa wameniloga, usiwaze kwa nini sasa wananiandama, usiwaze kwa nini wanaloga watoto wangu. Mtazame Yesu ambaye ana njia ya kukutoa hapo. Mtazame Mungu ambaye ana njia ya kukutoa hapo. Atakutoa saa usiyoidhania, atakutoa saa usiyoifikiria, atakutoa saa usiyoijua, atakutoa kwenye hilo gereza. Wakati wafungwa wengine wamekunjamana nyuso zao, Yusufu hakukunjamanisha uso wake. Wakati wafungwa wamekunjamanisha nyuso zao, Yusufu aliwauliza, mbona nyuso zenu zimekunjamana? Maana uso wake ulikuwa hujakunjamana. Katikati ya shida Yusufu anatabasamu. Katikati ya shida Yusufu anatabasamu, kwa sababu anajua yuko Mungu wa kumtoa katikati ya hiyo shida. Amen. Sijui kama tunaelewana. Amen. Tunaelewana na Mungu. Amen. Kama alikuwa na huzuni kama wenzake, asingewaambia kwa nini nyuso zenu zimekunjamana. Haleluya. Amen. Inamaanisha alikuwa mfungwa ambaye uso wake haujakunjamana. Alikuwa mfungwa ambaye amekataa kifungo kuingia moyoni mwake. Unajua unaweza kufungwa mwili lakini usikubali kifungo kikaingia rohoni mwako, kaingia moyoni. Haleluya. Amen. Sisi kama naongea na mtu. Amen. Naongea na mtu. Amen. Naongea na mtu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usikubali kifungo cha maneno, cha makwazo kikakuweka wakaa mahali usitoke. Jifunze kusahau. Jifunze kusamehe na kusahau. Ukimtazama Bwana, maana saa adui zako hawategemei, watashangaa umevuka, umetoka kwenye hicho kifungo. Haleluya. Amen. Unajua saa
Saa ya Bwana ilipofika, Yusufu ameshanyanyuliwa, kaka zake njaa imewafika, hawana chakula. Baba yao akawaambia, chukueni ngamia, chukueni punda, mwende Misri mkanunue chakula mkailete. Walipoenda Misri, wakati wa kununua chakula, wakakuta bosi ambaye amesimamia chakula ni mdogo wao aliyemuuza. Ndiye bosi ambaye lazima aweke sahihi ili mtu apate chakula. Wakamkuta Yusufu ndiye amesimama pale. Yusufu akawapa chakula, akawarudishia na fedha zao. Kwa sababu gani? Mungu wakati atakubariki, wale waliokutenda mabaya watakuja kunyenyekea mbele yako kwa jina la Yesu. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your